Hapa tukiwa bado tuko viwanjani, leo ligi kuu ya NBC itaendelea kwa michezo miwili, na moja kati ya michezo hiyo itakuwa ni pale jijini Mwanza ambapo Pamba itawakaribisha Azam FC, mchezo utakaochezwa majira saa 10 kamili jioni katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza. Pamba Jiji ambayo ipo nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu imecheza michezo 14 na ina alama 23. Kwa upande wa matajiri Azam FC, tajiri wa jiji la Dar es Salaam, wapo nafasi ya 5, wameshacheza michezo 10 na wana alama 22. Na hizo ndo takwimu za Pamba Jiji kwa kifupi sana, lakini pia utaziona takwimu za Azam hizi hapa: mechi 10, nafasi ya 5, alama 22, ushindi mechi 6, wamepoteza mechi 0, maana yake hakuna waliopoteza, wakifunga magoli 16 wakiruhusu mawili. Hizi ni takwimu ambazo zinampeleka Azam mbele ya Pamba Jiji katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Na imeonekana kuwa ni Azam nyingine kabisa. Unakwenda kwa mchezo wa aina gani? Kinga Mkono. Ni mechi ngumu, mechi nyingine kwa sababu kwanza Azam anakwenda Mwanza akiwa na kumbukumbu mbaya. Msimu uliopita alifungwa na Pamba pale. Unaona? Yes. Kwa hiyo anakwenda akiwa na hiyo jambo kwamba anataka kwenda kufuta uteja kwa sababu msimu uliopita alipoteza pointi 4 kwa Pamba. Alitoa sare hapa Dar es Salaam, kule akaenda akafungwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo Azam anakwenda kwa jicho jingine, lakini Azam anakwenda akiwa na rekodi nzuri, akiwa ameshinda mechi zake kama 3 mfululizo za ligi hapa, na anakwenda akiwa hajapoteza mchezo wote, na mechi ya mwisho amempiga Mtibwa goli 3 safi ambazo zilikuwa zina mawaa wala ni. Kwa hiyo anakwenda akiwa anajiamini zaidi. Ukiangalia Pamba na wenyewe ndio mechi yao ya mwisho walikuwa wameshinda, lakini wana wajibu wa kuonyesha sasa kitu gani kizuri. Naona mechi itakuwa katikati ya uwanja, namuona Faisal atakutana na Nation pale katikati. Naona kutakuwa na vita kubwa sana pale katikati, na Nation safari hii anaona amekuwa zile mambo yake zile kuingia sana kwenye mili ya watu na kupata kadi, naona zimepungua. Kocha Baraza anaonekana ameweza kumjua vizuri na anajua namna ya kumtumia, na amekuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi cha Pamba. Naona Pamba inafanya vizuri. Nation amekuwa ni mtu muhimu sana kwenye ile nafasi ya kiungo, akiwaunganisha vizuri mabeki pamoja na safu yake ya ushambuliaji. Kwa hiyo katikati ya uwanja naona ushindano utaendelea kuwa mkubwa, na Azam nilimuona Ngita mechi iliyopita dhidi ya Mtibwa, alifunga magoli 2, alionyesha uwezo wa tofauti na mechi nyingi alizocheza. Kama kocha ataendelea kumwamini, naamini kabisa kwamba ana nafasi ya kuendelea kuwapa kitu kingine kizuri Azam, akiboresha hasa kwenye nafasi zake, jinsi ya kucontrol mpira na kutumia nafasi chache ambazo anakuwa anatengenezewa, kwa sababu ni aina ya mechi hizi za timu zinazotaka kufanana madaraja. Kwa sababu Pamba na wenyewe wanajipambanua, wanatafuta nafasi kuonekana kwamba bado wapo kwenye ligi na wao wana historia, ni mabingwa wa kombe la Muungano. Wanataka kuonyesha bado kwamba Pamba Jiji ipo na Pamba ina yake ya uchezaji. Kwa hiyo Azam Ibenge anajua kwamba tunahitaji kushinda. Ukiangalia kinachowaumiza Azam ni sare, wamepata sare 4. Ukiangalia hawajafungwa lakini wana sare 4, ndio kinachowafanya mpaka leo wawe chini kwenye nafasi ya 5. Kwa hiyo wanahitaji kushinda mechi zao ili kuendelea kusogea pale juu na kuwa miongoni mwa timu ambazo zinataka kuwania ubingwa. Kwa hiyo unawezaje ni mechi kama hii ya leo dhidi ya Pamba kuhakikisha kwamba unapata matokeo mazuri, unashinda na kuzidi kujiimarisha. Hiyo ndio kubwa ambalo kwa Azam naitegemea. Pamba ina France Baraza. Yeah. Lakini Azam wanaokwenda kukutana nao ni ya Flora Ibenge. Azam ya tofauti kabisa, na wachezaji wengi tumeona wametambulishwa, wengine wako wanatoka timu za vijana na anawatumia kwenye mechi za ligi. Lakini anakwenda kukutana na Pamba ambayo kina Matthew Tegis Momanyi wamefanya vizuri of course katika eneo la ushambuliaji, anaisaidia sana Pamba pamoja na Peter Lwasa. Unawaona wakienda kufua dafu mbele ya Azam ya Ibenge ambaye ana kina Himidi Mao Mkami eneo la katikati pale, Yaya Omar Zaidi ikiwezekana wakati mwingine anaweza kuwepo. Lakini safu ya ulinzi inajieleza, kina Yoro Mamadou Diaby pale, kina Fuentes Mendoza, Pascal Gaudens Msindo, lakini pia Lusajo Mwekenda. Unaiona Pamba unaiona Pamba ikifua dafu mbele Azam licha kwa itakuwa nyumbani? Nafikiri moja kati ya eneo ambalo kwa Pamba inaweza ikawa lina wapa maswali magumu kuelekea kwenye mechi yao dhidi ya Azam FC, ukiachilia mbali ubora ambao Azam FC wameonyesha kwenye eneo la kufunga, kwa maana amefunga magoli 22 kwenye takwimu sio. Azam wamefunga mabao 22. Sasa kwenye magoli yao 22 ambao Azam FC wamefunga, hiyo ni taski ambayo unasema
kwenye safu ya ulinzi ya Baraza wakati anatengeneza timu yake, atakuwa anatamani kuona wanaweza kufanya kazi kwenye kuzuia. Lakini moja kati ya eneo ambalo pia limekuwa imara kwa Azam FC ni jinsi ambavyo timu ina defend. Inazuia katika hali ambayo inakuwa ni sawa sana, na mpaka sasa ni miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu magoli machache zaidi, kwa maana magoli mawili. Ni wao na Young Africans ndio ambao wameruhusu magoli machache zaidi kwenye mechi za ligi ambazo wamecheza, bila kujalisha namba ya mechi ambazo wamecheza, kwa sababu wamecheza mechi 10, ya Simba na Yanga wamecheza mechi 11, lakini tayari hata ukisema kwenye timu ambazo zimecheza mechi chache, unasema pengine kama Simba ameruhusu magoli 4, wao kuruhusu magoli 2, maana yake ni kwamba kwenye eneo la kiulinzi namba zinaonekana kuwa ni namba nzuri ambazo zinaweza zikawa zinawapa au faida, kwamba kwenye eneo la kiulinzi tupo na uwiano ambao uko vizuri. Wakati unamtaja mtu kama Peter Luaso pamoja na Tegis ambao anacheza kwenye kushambulia, wanatakiwa kujua kwamba wanaenda kukutana na safu nyingine ya ulinzi ambayo inaonekana kufanya vizuri, sio tu kwenye hizo namba ambazo wameruhusu magoli machache, lakini angalia pia hata individually kile ambacho anakifanya. Haijalishi ni nani ambaye ataenda kukutana naye kwenye mechi kwa siku husika. Azam FC moja kati ya timu ambayo imeshafanya tayari mzunguko wa wachezaji wengi kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo pia kwenye eneo la ulinzi. Kwa mfano kwenye eneo la ulinzi wakati amecheza Lawi, amecheza Twalib Nuhu, Yolo, Diaby, Fuentes. Lakini angalia jinsi ambavyo wote wanafanya kazi. Wote wanasema ni kama yeyote ambaye atapata nafasi it's okay kwamba atakupa kitu ambacho ni bora. Ukirudi pia kwenye eneo la goalkeeping, iwe amecheza Aishi Manula ama amecheza Zubeli Foba, bado haupati shaka kwamba huyo goalkeeper alianza leo tunaweza tukawa na urahisi kuliko akianza goalkeeper mwingine. Yeyote ambaye ataanza golini unajua kwamba kazi yetu itakuwa ni ngumu kwenye kumfunga na kupata hilo goli ambalo tuweza kujivunia kwenye mechi husika. Kwa hiyo kwenye safu ya ulinzi ya Azam FC inawezekana ikawa ni safu ambayo wenyewe watakuwa wanajivunia kwa sababu ya kile ambacho wale ambao wanacheza basically kwenye eneo la mstari wa kuzuia wanaifanya hiyo kazi yao kwa usahihi zaidi. Lakini kwa Azam FC kwa jinsi ambavyo timu inacheza, inawezekana ikawa ni ngumu kuisifia safu ya ulinzi ya Azam FC peke yake, ule mstari wa watu wanne pale nyuma, bila kutaja kile ambacho kinafanywa na mtu kama Imidi Mao kwenye eneo la kiungo wa uzuiaji. Amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanajua ama wana nidhamu ile ya kimbinu kujua kwamba eneo gani ambao anatakiwa kukava na nini ambacho anatakiwa kukifanya. Wakati ambao timu inakuwa imesogea, kwa sababu kuna muda Azam FC uchezaji wao kwa sasa unaona muda mwingi inawezekana Lusajo Mwaikenda na Pascal Msindo wote wakaondoka kwenda kushambulia, lakini unatakiwa kuwa na kiungo ambaye akili yake itakuwa inamwambia kwamba fullbacks wote wameondoka, mimi sitaki tena kutamani kwenda kuongezeka eneo la juu, mimi natakiwa kulinda eneo la ulinzi. Mara nyingi Azam FC wakati ambao mafullback wote yule ameondoka, ni rahisi sana kumnotice Imidi Mao akiwa amerudi kuungana na wale walinzi wawili na kutengeneza kuta watu watatu. Yaani jambo ambalo mara nyingi linatokea. Kama sio yeye, basi atarudi James Kaminko kuja kuungana na wale watu wawili kwenye eneo la kulinda na kuzuia. Na Azam FC anapata hiyo faida kwa sababu wanajua kwamba akitoka Lusajo Mwaikenda, akitoka Pascal Msindo, tukienda juu naenda kupata goli. Kwa mfano kwenye goli ambayo alifunga Faisal kwenye mechi ya mwisho hapa dhidi ya Mtibwa. Mpira wa kwanza ulipigwa na Pascal Msindo. Ukavuka ukaenda juu ukakutana na Lusajo Mwaikenda. Akarudisha ndani, goli kaenda kufungwa na Faisal Salum. Ndipo ambapo unasema faida sasa kuwa na kiungo ambayo tactical understanding yake, yani ule uwezo wake ya kimbinu kwamba tayari Msindo ameenda kupiga cross. Maana yake apigwe cross akiwa nyuma mstari wetu wa kuzuia. Yaani sio mstari wa katikati uko nyuma atapiga cross. Amepiga cross akiwa amevuka mstari, yupo juu kabisa kwenye kushambulia. Na huyu pia ambaye anaenda kupiga cross nyingine ya pili Lusajo Mwaikenda naye yupo juu. Mimi nikienda kuongezeka pale juu, maana yake ni kwamba tutakuwa tumeacha magaps kwenye pande zote mbili. Yaani kushoto na kulia siko tupo wazi. Kwa hiyo ili kuweza kupunguza ile gap kwamba hata hawa kiwini mpira situwini kwenye counter attack, yeye yuko pale nyuma. Ndio maana unaona pengine faida ambayo Azam amepata kuto kuruhusu magoli mengi ni kwa sababu mara nyingi akiwepo kwenye ile eneo, ile mipira ambayo wapinzani watakuwa wanaipiga, either atayokota yeye ama atayokota Yoro Diaby ama mlinzi mwingine ambaye atakopo hapo, na bado timu inabakia kuwa salama. Kwa hiyo kwenye eneo la kiulinzi inawezekana ukawa ni mpango mwingine ambao Azam amefanikiwa nao kwa kipindi cha hivi karibuni. Inawezekana tunavyowasifia kama ameruhusu magoli machache au magoli mawili mpaka sasa kwenye mechi za ligi, ni kutokana na hicho ambacho kinafanywa pia na safu ya ulinzi. Lakini mimi kwangu nafikiri
kile ambacho Milimao mara nyingi na upaleti nacho kwenye eneo la kiungo, ni moja kati ya vitu ambavyo vinavutia zaidi kuona kwamba timu inajua ama yeye anajua kwamba hawa wakiondoka mimi nitakuwa na kazi ya kuzuia. Lakini mmoja kati ya viungo ambao hauoni kama na matamanio ya kuwa kila sehemu ambayo mpira unadunda. Yeye anajua kwamba mimi nitakava eneo gani ili timu ibakie kuwa salama, kwa sababu ndio jukumu langu lingine ambalo natakiwa kulifanya hilo. Kwa hiyo nafikiri kwa Azam FC inawezekana ikawa ni mechi ambayo kama ataendelea na mpango wao wa kiuchezaji inaweza ikawa bado ngumu kwa Pamba Jiji. Lakini Pamba wao moja kati ya vitu ambavyo inaweza ikawa vinawapa nafasi ya kusema naweza tukapambana dhidi ya Azam FC. Umezungumza hapo kuhusiana na kile ambacho alikifanya last season kwamba wakati wameenda Azam Complex walikomaa akapata sare. Walivyorudi nyumbani wakashindana wakapata ushindi. Hiyo ni motivation nyingine ambayo kama timu mnaipata tu automatically kwamba tukiwa kwenye dressing room tutazungumza kwamba wanangu hao hawajawahi kutufunga mwaka jana. Mechi zote mbili tuliwakazia na hamna kitu kikubwa ambacho kimebadilika kwenye timu. Face tulicheza naye, ndio tulicheza naye. Nado tulicheza naye. Sasa nini sasa hivi kimeongezeka? Tutashinda kumkaba yule mtu mrefu. Kwa hiyo kuna motivation fulani ambayo timu inaipata kwamba sisi tunaweza. Kwa sababu msimu uliopita sisi tuliwakazia, basi tuwakazie na msimu huu. Kwa hiyo kwenye motivation ambayo kwenye dressing room za Pamba anaweza kanazungumza, inaweza kaa pia ni kitu kingine ambacho wao wanaingia uwanjani na naamini kwamba leo ndio siku ile ambayo tunaenda kuonesha. Unajua timu nyingi pia kuna timu ambazo zikicheza na Azam FC mechi zinakuwa ngumu sana. Watu wanailaumu Azam FC kwamba bwana Azam FC inapoteza mechi zile ambazo uzizani kwamba hii atapoteza Azam. Umeshuhudia mechi ya Pamba na Azam FC. Hamna mechi rahisi kati ya Pamba na Azam. Hakuna mechi rahisi kati ya Azam na Namungo. Hasa Namungo akienda pale Azam Complex. Yes. Yaani unaweza Azam anamfunga Namungo akiwa kwake. Akiwa Lindi. Namungo ni kama hayu kwenye performance kubwa, lakini Namungo akitoka kule kwake akipanda gari akija zake Chamazi, anajua hapa sisi hapa tunaweza. Mara kadhaa pale ameenda kuchukua alama. Kuna msimu alichukua pale Azam alifunga goli 3 kama amesimama. Na Namungo ambao wanaona kama ni timu rahisi. Ndio wakati ambao wanasema Azam mbona anapoteza mechi ambayo sio kupoteza, ni kwa sababu pia wapinzani wanaona kuna muda hawa sisi historia inatuambia kwamba hawa sisi sio kutufunga. Yaani historia tu yenyewe inazungumza. Kwa Pamba inaweza kiwango chetu. Hawa ni wenzetu tunaweza tukashindana nao tukapata kitu. Kwa inawezekana Pamba pia kwenye hiyo rekodi ambayo alikuwa nayo last season ikawa pia ni kingi kingine kwa Azam kuona kwamba hawa sisi tunaweza. Lakini pengine Azam anataka kufuta sasa uteja kwamba sisi kwa daraja letu haitakiwi tu na timu ambayo tuletea mazoea kwenye harakati zetu za kutafuta kitu kizuri kwa msimu. Kinga mkono dakika 90 za Pamba na Azam. Unasimama na nani kwenye upande wa matokeo? Kwa kujibu wewe kwa Azam au Pamba basi au niko kati? Tabiri mgumu sana lakini nawapa wenyeji nafasi kwa sababu wenyeji. Michael Hiera unakaa na nani? Naenda na Azam FC. Azam kati. Msimu uliopita alipoteza lakini bado naenda nao Azam FC. Tutakumbushana Michael Hiera amesema kwamba yeye yupo na Azam FC. Mimi niko na wenyeji Pamba. Na wenyeji Pamba. Kwa mimi niwe kati. Au utachagua wewe? Utachagua wewe baadaye. Ukiacha mchezo huu